Mapenzi yanaumiza moyo. Sara, 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 nateseka na mapenzi. Sara, yanautesa moyo. Unaona sasa ukoroga dada. Shauri yako. Sasa ni baruza. Fresh tu. Vipi? Unataka umeshawaka vipi? Ndio unatoka? Mdogo wangu. Sio nilipotoka safari kwa hapa Kimwemwe saa hizi ni manzi wangu nani Huda. Kwa naenda kumcheki. Okay, sema hilo jina songeni masikioni mwangu. Sasa takueje litakuwa ngeni kwako bwana. Na kadi demu wangu mimi ni mkali. Yaani ni kisu babu. Na siku zote wanasemaga vizuri kuaga ugombaniwa. Kwa unajua umeposikia watu wakifuatilia na nini lakini hawamnyaki niko mnyama mimi. Basi itakuwa ni vizuri kama anayemsikia atakuwa sio yeye ambaye unamzungumzia wewe. Kwa nini sasa? Kwa sababu huyo Huda ambaye unamzungumzia nimesikia kwamba anaolewa. Sio demu wangu. Kwa sababu yule demu mimi nimemkamata vibaya sana. Yaani kwangu afurukuti. Yule demu nilipomkamata. Yule demu amekufa ameoza kwangu. Yaani nyanga. Kwa hiyo wezi akaolewa alafu mimi nisiwe na taarifa. Hiyo ni issue isiyowezekana. Basi itakuwa ni vizuri. Sema blaza, nilikuwa na shida na 40,000. Asa 40 tu mdogo wangu. Umekaa kinyonge, TV yenyewe umeshindwa kuwasha. Kumbe shida 40,000. Kwa sababu kuna demu wangu mpya anakuja leo magetoni hapa. Sasa kutaka nikute kinyonge. Haina noma. Hamna shida. Hiyo hapo. Sasa hapa napiga simu kibosi. Wewe. Mimi sikuwezi, mimi natoka zangu. Sasa hamna noma blaza. Okay. Msalimie shemeji. Ile jina la Huda ile. Kama itakuwa sio demu ambaye anamfuatilia na blaza Kivoga. Hapa vumbi litaruka. Afadhali 5 ndio umekuja. Kwani kuna shida? Ndio, kuna shida. Nana amepotea. Amepotea? Amepoteaje sasa? Ishemu, wakili yako. Mtu mzima anaweza kupotea hivi hivi. Wewe ukashapata kibwana cha kumtuliza. Nilimwambia zile taarifa ulizoniambia ndio kaondoka bila hata kuaga. Kwa mimi hivyo kupa zile taarifa na ukamwambia. Wewe unajua kama mapenzi yanauma. Ndio hivyo. Leta kwanza simu tumpigie. Simu yake hapa aliacha. Na simu kaacha. Hapa cha kufanya mtaa kwa mtaa, chocho kwa chocho mpaka tumpate. Tunafanya haraka. Shemu acha hizo. Shemu. Nana. Mshono gani? Hapo msiojua
Sauda ndugu yangu. Shoga yangu hapo ndo bado hujaona. Sasa mimi ndo nitashona huo mshono babu kubwa. Lakini kwa huu mshono ndugu yangu ni pande hatari. Wala sio kweli kuzidi wako. Kwani tena hebu angalia kwanza jamani. Jamani kusadiki kwa Toma nisijionea kwa macho. Sawa hapo hujashona mimi nitapeka kusudi wangu anajua kushona. Mambo atakuwa ni lele sikuta hiyo. Kwanza unajua mimi nimeshona mitakasi jamani. Ma kila siku Kitema. Mbona tuizi mseto? Habari. Safi. Za huko. Nzuri tu, sijui nyie. Nzuri za kuadimika. Namshukuru Mungu. Unapendeza. Kawaida tu. Unajua habari zilizopo hapa mtaani? Zipi tena? Lakini mimi sikuwepo mtaani hapa na mnajua. Hapo ngoja kwanza nicheke. Unajua kama Huda anataka kuolewa? Sole mwangu. Kwa sababu yule demu kamata sana. Na usichokijua sasa. Rafiki yako Kibadi ndo anayemuoa. Yaani Kibadi rafiki yangu mimi. Aswa barua tunayo. Mahali tunazo. Ndoa tunayo. Na bwana harusi tunaye pia. Basi picha ya harusi. Yaani mambo lele. Kaka siondoki kwa mbona wai? Yaani hapo kama ulikuwa hujui hapa nilikuwa nakerekea tu ubu ndio umojia wapi. Sasa bahati nzuri kakuona hapa unapita sema ngoja nimkoeshe shoga yangu. Wewe tunasubiria tu ukatie baraka jamani ndio iende. Yaani hapa kila ndio kusema wewe ni Mbona pisi mseto? Halo kipenzi. Unatokea wapi? Mbona mimi sikuoni? Mimi nimekaa hapa nitakusubiri hata sikuoni. Unaniweka sana basi fanya haraka. Mai. Hata mimi pia. Ndio. Yaani mwenye surprise. Sijai kukuona katika hayo mavazi yani. Sasa hivi ndo ninavyovaa hivi. Nimebadilika akili kidogo. Okay. Kwanza tuachane nayo yote. Hichi ninachokisikia kina kweli? Kitu gani? Nasikia unahitaji kuolewa. Tena unaolewa na rafiki yangu Kibadi. Kuolewa ndio unaolewa. Lakini nilikuwa sijui kama Kibadi ni rafiki yako. Kumbe.
Kwa nini sasa umenifanyia hivyo? Ndoa ni stara. Nimechoka na mimi kuwa hivi. Na mimi nataka kustarika katika maisha yangu. Siwezi kila siku nikakaa na kusubiria wewe, najulikana mtaa mzima muone. Lakini sasa nimepata ndoa, nitaikataa. Kwa hiyo, kwani mimi nilikwambia sitaki kukustiri? He? Kama ulikuwa unataka kunistiri, kwa nini ukuja nyumbani? Kwa hiyo unadhani mimi nilikuwa sina mpango wa kukuoa? Kwa nini ulikuwa hujaje nyumbani? Sema ni mambo tu bado hajakaa sawa. Yaani kamilika mimi nilikuwa nakuja kukuoa. Kumbe ni hivyo. Basi akijaribika kitu mpenzi wangu. Mimi ndo mwenye maamuzi. Dada yangu hana maamuzi yoyote. Kwa kama kweli una nia ya kunioa mimi, naomba uje nyumbani. Nivunje hii ndoa uje kunioa wewe. Nateseka na mapenzi Sara, mapenzi yanaumiza moyo Sara, 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 nateseka na mapenzi Sara, yanautesa. Karibu kwenye ngome yangu kipenzi. Asante. Hapo ni kwako. Ya. Kama jinsi unavyofahamu. Azuri mpenzi wangu. Umevaa penzi. Tajitahidi kwamba napambana sababu peke mazingira yakae vizuri. Sawa. Subiri kidogo, nakuja. Sawa. Najua rembo kama hii, hivi vitu lazima muandaliwe. Usishangae. Karibu malaika wangu. Asante. Unaweza tukaendelea kula mwenyewe. Asante, nashukuru. Wewe. Hapana, mimi tayari nishashiba. Kwani nyinyi nile peke yangu kweli? Muda tu ambao nimemaliza kula. Kwa hiyo unaweza kaendelea tu. Hamna tu yote. Okay basi, wewe basi niguse. Unauli. Mbona niangalia hivyo? Hata usijali kipenzi. Maana hakika wewe ni mwanamke mmoja mzuri sana. Katika dunia hii sijapata kumwona zaidi yako. Wewe ni mrembo sana. Stara, jamii imekuwa yenye maajabu, watu wamefumaniwa ajabu.